Karibu tena mdau wa Uhifadhi Online TV. Tumekutana tena kwa ajili ya mambo yetu yale yale. Nakukaribisha sana. Mimi ni mhifadhi jamii Albinus Joseph Katyonge au mhifadhi jamii Katyonge. Nakukaribisha tena. Leo tuko vizuri na tumeshaangalia session 2. Leo tunakwenda session ya 3, na kama ambavyo nilikwambia, session ya leo itakuwa ni moto, kwa sababu inahusisha masuala mazima ya ujangili. Ujangili tutaelezana hapa sasa. Ujangili, sababu, sheria, adhabu na utaratibu mzima ambao unakwenda kufanyika pale ambapo mambo haya yanatokea. Kwa hiyo nikukaribisha sana na uwe nami kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Leo tunajadili 5 za moto za ujangili. Sasa leo tutakwenda moja kwa moja kuangalia vitendo vya ujangili katika maeneo ambayo yamehifadhiwa. Sisi tunaongea uhifadhi kama vile slogan yetu Uhifadhi Online TV, tunaongea uhifadhi. Kwa hiyo tutaenda kuangalia hivi vitendo vya uwindaji haramu katika haya maeneo yaliyohifadhiwa. Na tunajua kabisa kwamba haya maeneo yaliyohifadhiwa ni maeneo ambayo ni muhimu zaidi katika uchumi wa nchi yetu, lakini pia ni maeneo ambayo ni muhimu zaidi katika kukuza sifa au kukuza uchumi wa nchi yetu. Kwa hiyo haya maeneo ndio maana yametengwa kwa mujibu wa sheria, na mwisho wa siku yana makatazo yake. Kwa hiyo shughuli za uwindaji pia haziruhusiwi kwenye baadhi ya maeneo kama Ngorongoro kule, kama hifadhi za taifa zote 21. Lakini hizi game reserves kuna vitalu vya uwindaji, na hivi vitalu unakwenda kuinda kuwe na kibali maalum. Kwa hiyo kunakuwa na maeneo maalum kwa ajili ya hizo shughuli za uwindaji. Kwa hiyo huwa huitwi uwindaji haramu kwa sababu unakuwa na kibali, lakini pia unakwenda kwenye maeneo ambayo yameruhusiwa kwa mujibu wa sheria. Sawa sawa ndugu zangu, hapa nadhani tumekaa sawa. Kwa hiyo haya maeneo yote ya uhifadhi yamekuwa na mchango mkubwa sana katika maendeleo ya nchi, katika uchumi wa nchi. Kama ambavyo tumekuwa tukisikia mara zote kwamba kuna 17% ya pato la taifa ambalo linatokana na hizi rasilimali maliasili. Kwa hiyo 17% ya pato la taifa tunachangia kule kama Wizara ya Maliasili. Kwa hiyo tunaona kabisa ni kwa namna gani hizi rasilimali zina mchango mkubwa katika hili taifa, na hizi 17% ndizo sasa zinaenda kutumika katika utekelezaji wa miradi mbalimbali ya kimkakati na miradi mingine ya kimaendeleo, sijui ujenzi wa mabwawa ya ufuaji wa umeme, ukarabati wa miundombinu, utekelezaji wa miradi mingine ya majengo, maji, umeme. Kwa hiyo vyote vinaenda kutekelezwa kwa mujibu wa kile kinachopatikana katika 17%. Kwa hiyo tukiunganisha pale vitu vinaendelea kutokea. Kwa tunaona kabisa kwamba kuna vitu baadhi ambavyo tunavipata kwa unafuu wake ni kutokana na hizi rasilimali maliasili, lakini pia tumekuwa tunasikia kwamba kuna 25% ya fedha za kigeni zinachangiwa na hizi rasilimali. Kwa nini? Ni kwa sababu tu wageni wanakuja, wanavutiwa na vivutio vilivyopo, na mwisho wa siku sasa wanaacha dolari zile. Kiacha dola, basi sasa na serikali yetu inapata mapato, fedha za kigeni zile ambazo sasa zinatumika kununua baadhi ya mitambo, kununua madawa, kununua vitu ambavyo havipatikani nchini kwa fedha zetu za ndani. Kwa tunatumia zile fedha za kigeni kwa ajili ya kununulia vitu nje ya nchi, ili mwisho wa siku sasa mambo yapate kwenda. Singe tupate kujua kwamba hizi rasilimali ambazo wachache wanazilinda bila kuziharibu, basi zinatuletea hiyo 25% ya fedha za kigeni. Kwa hiyo tusipoendelea kuwinda, tuna uhakika 25% inaweza ikapanda juu zaidi. Lakini pia maeneo ya uhifadhi yamekuwa na mchango mkubwa katika masuala ya kijamii na kiuchumi. Kwa sababu yanatengeneza ajira nyingi sana zinatengenezwa huko. Kuna watu wanapikia wageni kule bwana, kuna watu wanaongoza wageni kule bwana. Hizi zote ni fursa za ajira ambazo zimetengenezwa na tasnia ya utalii. Hii tasnia ya utalii iko ndani ya maeneo haya ya uhifadhi. Hata wale wawindaji wenye vibali wanakuwa na watu pale wanakuwa nao, lakini pia kuna askari ambao
kimsingi nao wameajiriwa na serikali kwa ajili ya kulinda hizi rasilimali, nao wamepata ajira kwa sababu ya uwepo wa hizi hifadhi. Kwa hiyo mambo ni mengi, lakini pia unaona hata uzalishaji wa umeme bwawa la Mwalimu Nyerere bila uhifadhi, ina maana hata kile chanzo kule Ihefu kule Mbalali ambako kulikuwa kuna mzozo mkubwa sana kwamba mto Ruaha ule ilifikia mahali ukakauka, hali ambayo ikatia wasiwasi uzalishaji wa umeme, lakini pia ikatia wasiwasi hata shughuli zingine za kiuchumi kama kilimo cha mpunga, sijui uvuvi. Vitu vyote vinaathiriwa kwa sababu maji kule yalikuwa yanakosekana kutokana na uharibifu wa mazingira kule, na ni hali ya watu wachache ambao walikuwa wanaingia kwa ajili ya kuharibu ekolojia ya kule. Kwa hiyo tunaona ni jinsi gani haya maeneo ya hifadhi yana mchango mkubwa katika maendeleo ya nchi, lakini pia mtu mmoja mmoja. Kilimo, tunapokwenda kulima tuwe na uhakika wa vyanzo vya maji, tunapokwenda kuvua ili kupata vitoweo au kufanya biashara ya vitoweo lazima kuwe na maji, lakini pia uzalishaji wa umeme unahitaji maji. Kwa hivyo vyote vinatakiwa vifanyike pale ambapo maeneo haya yanalindwa. Kwa hiyo ni jukumu letu sisi kama sasa wananchi kuendelea kulinda na kuhifadhi. Kabla ya kuendelea, tuelezane kwanza, ujangili ni nini? Ujangili, inawezekana mtu yuko kule Songea kule na Mtumbo, Shinyanga kule Mwadui, huko kote huko anatamani kujua hivi ujangili ni nini? Sawa, ujangili ni ile hali ya uwindaji haramu wa wanyamapori hawa. Kwa hiyo kile kitendo cha uwindaji bila kibali, cha uwindaji kinyume na kibali ulichopatiwa, yote hii tunaiweka katika hali ya ujangili. Kwa hiyo jangili ni yule mtu ambaye anaingia maeneo ambayo haruhusiwi kuwinda, au anaingia maeneo ambayo anaruhusiwa kuwinda lakini anawinda bila kibali, au bila kufuata kibali chake kinasema awinde kwa utaratibu gani. Kwa hiyo jangili ni dhana ambayo inachukuliwa na uwindaji haramu wa wanyamapori. Na uwindaji huu, kuna mbinu tofauti. Anaweza kawa anawinda kwa kutumia silaha, anaweza kawa anawinda kwa kutumia mitego, anaweza kawa anawinda kwa kutumia nyaya, anaweza kawa anawinda kwa kutumia sumu, anaweza kawa anawinda kwa kutumia mikuki, mishale, malungu. Vyote hivi ni vinaitwa kama ni mbinu ambazo zinatumika katika kuwinda. Sawa. Kwa hiyo mtu yeyote ambaye anakwenda kuwinda bila kibali, au anakwenda kuwinda katika maeneo ambayo hajaruhusiwa kufanyika shughuli hizo, basi anakuwa ni jangili. Na ujangili pia una mnyororo wake, tutakwenda kuona huko. Na kuna mdau mwingine alisema kwamba watu wengi sasa wanajihusisha na masuala ya uwindaji haramu kwa sababu hawaoni manufaa ya uhifadhi, hawaoni manufaa ya hizi hifadhi. Lakini mwanzo nitangulia kusema namna ambavyo haya maeneo ya uhifadhi yanapochangia kwa kiasi kikubwa katika maendeleo ya hii nchi. Ni dhana tu ya ubinafsi labda ile kwamba mtu anataka ajengewe nyumba ndio aone kabisa amenufaika na nini na uhifadhi, lakini kimsingi hizi taasisi pia huwa zinatoa kwa jamii, zinarudisha kwa jamii. Mfano hawa TANAPA huwa wana programu yao ile ya ujirani mwema, ambayo kimsingi huwa wanachangia, wanasapoti miradi ya maendeleo katika vijiji ambavyo vinazunguka maeneo yao ya hifadhi. Kwa hiyo imekuwa ni chachu ya kuongeza ushirikiano, lakini pia imekuwa inawasaidia wananchi ambao katika maeneo yale. Kuna wakati unakuta wanajenga shule, wanachimba visima kwa ajili ya wafugaji, lakini kuna wakati wanatoa hata vifaa vya kufundishia, kuna wakati wanajenga zahanati, kuna wakati wanajenga nyumba za waganga, madaktari kule maeneo ya kule. Kwa hiyo mwisho wa siku vyote hivi vinachochea ile hali ya kuona kabisa kwamba kumbe maeneo haya bwana yana manufaa makubwa. Hiyo inakuwa ni kwa vijiji ambavyo viko jirani, lakini kwa maana ya jamii nzima, Watanzania wote bado tunanufaika kwa sababu mwisho wa siku maboresho ya barabara haya yanafanyika, ukarabati wa miundombinu mbalimbali, huduma za kijamii zinazoletwa, walimu wanaoajiliwa, madaktari wanaoajiliwa.
wote hao wanalipwa mshahara, lakini mwisho wa siku kuna ile 17% ya pato la taifa ambayo inatokana na hii wizara. Imekuwa sasa ni mwanga ambao unaonyesha kabisa kwamba ni kwa kiasi gani hizi rasilimali zinachangia pia maendeleo ya nchi, lakini pia inatusaidia pia hata sisi wenyewe huku chini. Kwa hiyo kusema kwamba hatuoni manufaa ni dhana ya watu wachache tu ambao wanaendelea kutamani kufanya hii biashara ambayo hailipi. Kama ambavyo nimetangulia kusema kwamba sio shughuli rasmi ya kiuchumi, kwa hiyo hailipi. Kwa hiyo tubadilike tu, tufuate utaratibu, tuheshimu mamlaka, tuheshimu sheria, ili mwisho wa siku rasilimali zikiongezeka, mapato yataongezeka na manufaa zaidi tutayapata. Kikubwa tu ni tushirikiane, sisi wananchi pamoja na mamlaka zilizokasimishwa mamlaka haya, ili tuone namna gani tunaweza tukafaidi hizo rasilimali za wote, ili mwisho wa siku hata sisi tukiondoka, basi vizazi vyetu vile viweze kusema kwamba wazee wetu bwana waliweza kutunza hichi, na ndio maana leo sisi tunafaidi. Sababu hata sisi tumevikuta, wazee wetu walikuwa na tamaa, singevikuta hivi leo. Huyu mlima Kilimanjaro sijui mto Ruamkuu tumekuta umeshakauka zamani sana, sababu tu ya tamaa ya wachache. Kwa hiyo mwisho wa siku, namna ambavyo wamelinda na kutunza wazee wetu, na sisi natakiwa tulinde, tuendelee kufaidi kwa manufaa endelevu. Sawa sawa. Sasa ndio ule wakati mzuri kabisa wa kwenda kusoma zile 5 za moto. 5 za moto na Mhifadhi Kafyonge. Tutakwenda kusoma zile 5 ambazo zinahusiana na ujangili wa uwindaji katika maeneo ya hifadhi, ili sasa tuzipatie ufafanuzi, tupate uelewa na tuweze kujua nini kinajiri kwenye nini. Swali la kwanza hapa linasema, kwa nini askari wanahangaika kukamata boda wanaokodiwa kubeba nyamapori badala ya kudili na wawindaji? Huyu mdau anasema kwamba hawa watumishi wa hizi taasisi za uhifadhi, kwa nini wanadili sana na watu ambao wanakodiwa tu kubeba mizigo, lakini wale wanaotafuta hii mizigo hawafuatiliwi? Lakini swali la pili nauliza eti ni kweli maaskari wa maliasili wakikukuta unawinda porini wanakupoteza? Huyu pia anauliza kwamba hawa askari wakukuta porini wanakupoteza. Sasa kupoteza bado tujaelewa vizuri, mdau tutajibu kadiri ambavyo tutakuwa tumenani, lakini kupoteza hatujaelewa na maanisha nini, lakini tutamjibu. Lakini kuna wengine watatu, inakuwaje yani mtu anatoa taarifa ya ujangili, lakini jangili akikamatwa baada ya siku chache anaachiwa, na akifika kijijini anajigamba? Kumekuwa na ile kwamba mdau anasema kwamba kumekuwa na ile kwamba mjangili anatolewa taarifa, mamlaka husika zinawakamata, lakini baada ya muda mfupi wanarudi kijijini na wanajigamba. Kwa hiyo wasiwasi ni kubwa. Nasema swali la 4 nasema, wananchi wengi hawana chochote katika maisha yao na hawaoni manufaa ya hifadhi, ndio maana wanawinda ili wapate chochote. Mdau anasema kwamba wananchi wameona hakuna manufaa ya haya maeneo ya hifadhi, na ndio maana wanajiingiza katika uwindaji ili wapate riziki. Lakini swali la 5 nasema, kwa nini maliasili hawajengi mabucha ya nyama pori huku vijijini ili tupate nyama pori? Mdau anaulizia kuhusu mabucha ya kuuza nyama pori. Kwa hiyo hizo ndio 5 zetu ambazo tumezipokea. Baada ya kupokea hizo 5 zetu za moto, tumeona kabisa kwamba kuna maeneo ambayo yameguswa. Eneo la kwanza ni swala la hawa bodaboda kwamba wanafuatiliwa badala ya kufuatiliwa wale wawindaji. Lakini swala la pili limekuwa ni kupotea kwa watu. Lakini swali la 3 limegusa kwenye majangili kuachiwa baada ya muda mfupi. Na 4 imekuwa ni kama kutokuwepo kwa manufaa ya maeneo ya hifadhi, kutokuwepo na manufaa ya hifadhi, ndio maana watu wanaingia kwenda kuwinda. Lakini la mwisho kabisa imekuwa ni swala la upatikanaji wa nyamapori katika mabucha. Kwa hiyo kwa hivi vitu 5 ndivyo ambavyo tutaenda kuviangalia kwa undani zaidi, ili tupate ile elimu ya kutosha na tujue nini katika hizi 5 za moto. Karibu.